Kwenye sema tulikuwa tunajifunza kichwa cha somo kwamba kwa nini kanisa linahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu siwezi kukava sehemu kubwa sana, angalau wapendwa, nguvu ya Roho Mtakatifu si tu kwa ajili ya kanisani kuja kuhubiri. Nguvu ya Roho Mtakatifu inatusaidia mambo mengi kwenye maisha yetu ya kila siku. Unakumbuka mstari Paulo anasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Ni mstari wangapi? Ni wa Filipi. Filipi ngapi? Ukirudi pale juu anakwambia najua kudhihiria, najua kukosa na kuwa nabii. Katika hali zote nimejifunza. Alafu ndipo anasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Unajua maana yake nini? Angalau nikitolea tu utangulizi. Nguvu za Mungu zinatusaidia kuweza kuhimili. Kuna wakati unakuwa nacho na kuna wakati unakuwa huna. Kuna wakati wa furaha na kuna wakati wa nini? Wa machozi. Si unajua kuna nyakati tofauti. Kuna nyakati za kupata, kuna nyakati za kukosa. Wakristo hawataki kujua hilo. Anajua yeye akishaokoka ni kana kwamba kila siku ni Jumapili. Maana yake kila haiwi hivyo. Lakini Mungu kwa neema yake anachofanya, anaachilia nguvu yake ili unapokuwa katika mlima usikwame, ili unapokuwa wakati wa jua usikwame. Kwa hiyo mahitaji ya nguvu za Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu hatuwezi kuyazuia kwa namna yote ile. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kusema sihitaji kwa sababu nina kitu. Itafika wakati ambao huna kitu, unahitaji nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema anayezimia siku ya taabu ana nguvu chache. Kwa hiyo kuna siku ya taabu, kama kuna siku ya taabu, siku nyingine ni kuna siku ya raha. Roho Mtakatifu yetu tunazihitaji katika maisha yetu kwa namna kila siku kwenye maisha yetu. Lakini leo nataka tu nifundishe kitu kimoja, mambo muhimu ili kutembea na nguvu za Roho Mtakatifu. Mambo muhimu. Ni mambo gani muhimu ya kuzingatia ili kutembea na nguvu za Roho Mtakatifu? Jambo la kwanza, ili kutembea na nguvu za Roho Mtakatifu, kuwa na kiu ya kudumu katika kutembea na nguvu za Roho Mtakatifu. Jambo la kwanza, ili uone nguvu za Roho Mtakatifu. Na wengine, jamani, tulipokuwa tunaomba hapa, ni nani aliyekuwa anatembea katikati yetu ambaye tunajikuta tunaomba tu? Ni Roho Mtakatifu huyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Halo? Halo? Sasa ili kudumu na nguvu yake katika maisha yetu, jambo la kwanza, inabidi tudumu kuwa na kiu. Naomba sema kiu. Kiu. Kuwa na kiu ya kutaka kutembea na nguvu za Roho Mtakatifu. Kitabu cha Mathayo. Si Mathayo sawa. Yohana sura ya 7 mstari wa 37. Yohana sura ya 7 mstari wa 37. Nakwambia mambo muhimu. Mambo muhimu ili kutembea au katika kutembea na nguvu za Roho Mtakatifu, ili kuona nguvu za Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Kitabu cha Yohana sura ya 7 mstari 37. Na mwingine nisomee Zaburi. Hele, naomba nisomee Yohana 7:37. Mchungaji, naomba niangalizie Zaburi ya 63 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Tuanze na Hele, Yohana 7:37 hadi 39. Ghafla wakasikia anapaza sauti, kila aliye na kiu na aje kwangu anywe maji. Anasema kila aniaminie mimi, kutoka ndani yake mito ya maji, sio mto, mito itatiririka ndani yake. Biblia inasema alikuwa ananena maneno haya kwa habari ya Roho Mtakatifu. Maana yake alikuwa anazungumza kwa habari ya watu kuwa na kiu, kuona wamejazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ila alisema sio tuende tu. Aliweka pale sharti. Kila aliye na nini? Na kiu. Kama watu hawana njaa, hata ungeweka chakula, haijalishi umewapikia kizuri namna gani, wanaweza hata wakala moja mbili wakakuachia. Kwa hiyo hata kama Yesu yuko tayari kutoa Roho Mtakatifu na nguvu zake zikae pamoja nasi, kama hauna kiu, haijalishi yeye ana kiu namna gani kukupa, hauwezi kuona umuhimu wa kutembea na nguvu za Roho Mtakatifu.
Kumbuka, Yesu ana kiu, lakini je, wewe una kiu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukitafakari ile andiko, wapendwa, naomba utazame. Alikuwa kwenye sikukuu, alafu ghafla anachomeza neno lingine katikati hapo. Lazima kila mtu alianza kusema, hivi yuko anasema kitu gani? Lakini alikuwa anawajengea tension ili muondoke na kitu ambacho hamjakielewa vizuri, ili kuweza mtakapokuja kuelewa ndio mtaweka manani zaidi alikuwa anazungumza kitu gani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili kutembea, kuona tunatembea na nguvu za Roho Mtakatifu, ni lazima kudumu katika kiu. Kwa hiyo usije ukasema mimi nilijazwa Roho Mtakatifu. Kuna maana tuna watu wengi stafu kwa Mungu. Anasema nilipookoka nilijazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Nikana kwamba Roho Mtakatifu ana miaka amekuwa baba. Si ulijazwaga ukiwa? Sio hivyo. Roho Mtakatifu kila unapokuwa na shauku au na kiu, Mungu anamwachilia tena afresh kwa upya ndani yako. Kwa sababu haya maisha yetu haya ya wokovu ni kana kwamba hivyo vifaa hivyo vinavyofanya kazi vya moto. Kama utatembea na oili ya mwaka juzi, nakwambia kuna vitu vitaslip huko ndani, havitafanya kazi. Kama utategemea wewe nguvu za Roho Mtakatifu toka ulivyoombewa na mchungaji wako wakati unaokoka, haiwezi kukusaidia leo. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima kuwa na kiu ya kuona unatembea na nguvu za Roho Mtakatifu kila siku. Tumeona faida yake ya kwamba ukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu unaweza kumfunga shetani. Usipokuwa nazo na wewe unafungwa na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Uchaguzi ni wetu. Wewe unakaa wapi? Lakini ukidumu katika kiu, nguvu za Roho Mtakatifu lazima Mungu ataziachilia kwako. Mchungaji? Haina kiu wala shauku ili wamuone Mungu akiziachilia nguvu na utukufu kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anasema ili nione Mungu akiziachilia nguvu na utukufu katika hali ya ujangwa, hali ya ukame. Ninaona katika maisha ya kiroho ni kana kwamba wangapi wameendesha baisikeli ambayo mnyororo wake hauna mafuta. Hauna oil. Inalieje ile chain? Unaona inapokuwa ngumu. Sasa ile ni hali ya ukame, kwamba chain na ukame imepungukiwa na nini jamani? Imepungukiwa na mafuta, kwa hiyo kuizungusha inakuwa ni shida. Wapendwa, na maisha yetu haya ya wokovu kama hali ya nafsi zetu hazijauishwa na nguvu, yaani haya maisha yana hali fulani hivi ya kwamba unapelekwa tu na sukuma. Mambo ya ibada ya kusoma neno na uzito. Mpaka kumekuwa na mafuta ili ninapoenda katika mwendo, katika huduma na utumishi wangu kuna wepesi. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya pili wakati Mungu ameshuka, tunapoomba juu ya Roho Mtakatifu, kitu alichoniwekea ndani ya moyo wangu, aliweka neno la namna hii. Hata sikusema. Alikuwa anafanya kuhuisha ndani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua kuna unapohuisha kitu, yani kama simu, wangapo natumia hizi simu za Android au iPhone. Inakuwa zito, ina vitu vingi, sio nyepesi. Tunaweka program fulani kuilani iwe nyepesi tena. Bwana Yesu asifiwe. Ruhusu Roho Mtakatifu akufanye kuwa mwepesi tena. Ukiwa mwenyewe tu ya mambo yanaanza kuwa mzito, nataka kuomba dakika moja. Baba, katika jina la Yesu, amen, 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 amen. Umeshakuwa na hali ya uzito ndani. Hii simu hii inabidi tuipeleke tena, hii tuilani, hizi program zake zimekuwa zito. Bwana Yesu asifiwe. Ukiomba nusu saa haijafika, unawaza hivi hapa muda gani nitaondoka? Maana unapiga miayo hadi unajionea huruma. Katibu, hapa hii simu lazima tuipeleke tuilani. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunaelewa. Roho Mtakatifu ana update ndani, anatoa uchovu. Yaani anaweza akakuhuisha kana kwamba umeokoka leo na unaanza kutembea na Mungu leo. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama hali ya wokovu wangu imepauka, nimechoka, napeleka kama kile kitenge, napeleka tena kwenye mashine. Kwetu huku teknolojia, huku kwetu sisi bado, ili unaweza ukakipeleka hicho kitenge, yale ni kwa leo tengeneza, wakakipitisha tena, si umefua mara nyingi, kikarudi tena
wamekiwekea tena rangi na kinarudi kikiwa bora, kana kwamba ni kipya, na watakao kuja kuona wanasema umenunua, lakini sio kweli. Umekipeleka tena kwenye mashine iliyotengeneza. Na wewe upeleka hiyo roho yako kwenye mashine iliyotengeneza. Nakwambia ukikuona na moto mpya wa namna ya huduma, bwana ile ni kana kwamba mwenzetu ameokoka leo, hii speed yake ikoje? Unamwambia ndivyo, nimerudi tena kwenye mashine hii kwa sababu nimeona nahitaji ku-update tena system za ndani. Roho Mtakatifu ndio huyo. Anatoa antivirus, anatoa uchovu na vitu vya ndani. Sasa wengi hatuna muda naye wala hatuna kiu. Anasema nafsi yake alipogundua ipo katika hali ya ukame, hali ya ujangwa, akasema mtamuonea Bwana shauku. Ndipo nilipopatazama patakatifu pake, ndipo alipopata nguvu na akaona na utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa swali ni hili: kama hakuna haja ya nguvu na utukufu wake, ningempa gani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unakubali ukae kwenye hali hiyo ya ukame? Nakwambia hapo huwezi ukafanya chochote. Huwezi ukafanya chochote kwa sababu hakuna namna yoyote unaweza kufanikiwa kwenye hilo jambo. Angalia Zaburi ya 86 mstari wa 16. Ngoja niende mapema. Unielekee na kunifadhili mimi. Mpe mtumishi wako nguvu zako. Umesikia neno? Unielekee na kunifadhili mimi. Mungu, niko serious. Mpe mtumishi wako nguvu zako. Asiku unasikia? Ana shauku. Mungu, unielekee na kunifadhili. Nifadhili kwa namna gani? Nipe nguvu zako. Nipe nguvu zako namna hii, mimi naona siwezi kabisa. Nipe nguvu zako. Umuokoe mwana wa mjakazi wako. Kumbe nguvu za Mungu zinatumika kutuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Lakini weka kiu. Angalia kiu alionayo. Unielekee na kunifadhili mimi. Mpe. Sema mpe. Kauli yoyote inayosema nataka, maana yake inaonyesha shauku au kiu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa mfano sentensi za Kiswahili, wale wanafunzi, Maganga anataka viatu. Onesha sentensi kwenye shairi hili mfano inayoonyesha shauku. Hiyo sentensi iliyosema Maganga anataka. Hiyo kutaka inaonyesha shauku. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo anasema mpe mtumishi wako nguvu zako. Wewe unasema Mungu akupe nini katika hali ulionayo ya uchovu na hali ya kuchoka kiroho? Mwambie Mungu, mpe mtumishi wako nguvu, kwa sababu bila nguvu zako si kumtafuta Mungu kwa njia ya maombi. Nimeandika dumu. Angalia Zaburi ya, nisomee Helen. Zaburi ya 105 mstari wa 4. Ndiyo. Biblia inasema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Usikilize haya maneno tena. Soma tena. Mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Amen. Mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku ngapi? Siku ngapi? Siku zote, maana yake siku zote. Siku zote maana yake siku zote. Kwa hiyo wewe ndio unachagua. Nikate hili bomba la flow ya nguvu za Mungu kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukimtafuta leo, naomba nitolee mfano. Nilikuwa na kikombe hapa ningetafuta. Unapomtafuta Mungu, nguvu zake waga mimini hivi. Hizo Mungu waga anaachilia hivi. Kidogo kidogo. Nakwambia kweli, unapodumu kumtafuta Mungu kwa muda, kwa mfano nikienda wiki 2 serious kwenye maombi, ninakuwa kama nimecharge betri yangu ya kiroho. Nguvu za Mungu naweza nikazihisi hata ninapotembea. Lakini kama namtafuta leo, nakuja namtafuta Jumatano, hata ningemtafuta miaka 2, siwezi kuona kana kwamba kuna flow ya nguvu zake, kwa sababu niko nakata waya, naunganisha waya, nakata waya kutoka kwenye chanzo. Sasa na nguvu zake. Utafuteni uso wa Bwana siku zote. Kudumu katika kumtafuta Mungu kwa namna hiyo, yeye ndiyo chanzo. Kwa hiyo unapokaa naye anaachilia nguvu kwako. Ukikaa peke yako huoni nguvu kwako. Zaburi ya 62 mstari wa 11, Biblia inasema mara moja amenena Mungu, mara 2 nimeyasikia haya, ya kuwa nguvu zina. Mwambie rafiki yako,
Nguvu zina Mungu. Haleluya. Nguvu zina nani? Kwa hiyo nikikaa naye atanipa nguvu, kwa sababu nguvu zina Mungu. Ukikaa na Mungu utakuwa na nguvu. Dumu katika maombi. Nguvu zina Mungu. Nguvu haziji kwa sababu unahubiri hapa madhabahuni. Hapana. Nguvu zipo kwa sababu unakaa na yeye mwenye nguvu katika mahali pasiri tusipokuona. Bwana Yesu asifiwe. Jameni, nimesikia neno hili limenenwa. Na mimi naomba nirudie kama mwandishi wa Zaburi. Nimesikia mara moja, lakini nimesikia tena mara ya pili. Nguvu zina Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unahitaji nguvu, basi mwendee mwenye nguvu. Atakupa nguvu. Zaburi ya 68:35. 68:35, sio muda nitamaliza. 68:35. Biblia inasema Mungu ni mwenye kutisha kutoka patakatifu pako. Ndiye Mungu wa Israeli, yeye huwapa watu wake nguvu na uwezo. Na ahimidiwe Mungu. Yeye huwapa watu wake nini? Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanaenda Nigeria. Unaenda kwenye huduma, hata sikutishi ndugu. Mungu ni mkubwa atakutumia. Lakini pale na watu walienda kutafuta nguvu. Walienda nao kutafuta nguvu. Kwenye biashara zao nao wana nguvu. Kwenye biashara zao wana nguvu. Nimesoma shule na wanafunzi wana vyanzo vya nguvu na siri ya mafanikio yao. Bwana Yesu asifiwe. Wanaofanya biashara za magari na mafuta na masheli, sio wote ila wengi wana vyanzo vya nguvu. Wengine wanataja waganga, wengine wanataja Freemason, wengine wanataja mababu zao. Wewe unamtaja nani aliye chanzo cha nguvu zao? Bwana Yesu asifiwe. Yeye huwapa watu wake nguvu na uwezo. Swali ni kwamba kwa nini awape watu wake nguvu na uwezo? Bwana Yesu asifiwe. Anajua wanahitaji. Kwa hiyo Mungu anajua uhitaji wetu wa nguvu kuliko tunavyohitaji. Nenda kwake, yeye atakupa nguvu na uwezo. Haleluya. Haleluya. Zaburi ya 96 mstari wa 6. Tuko pamoja? Haleluya. Unataka nguvu? Unataka uzuri? Uzuri anaosema ni utukufu wa Mungu kwa juu yako. Kibali au favor kuwa juu yako. Neema ya kimungu, ile grace ya kimungu ipo katika patakatifu pake. Tuna maana yake sitaki nguvu wala sitaki kibali wala sitaki udhihirisho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uko busy, muulize kiako, uko busy kukaa patakatifu pa Bwana? Basi yeye atakuwa busy kweli. Yaani kama yuko busy, huyo busy kweli. Yaani kama yuko busy na Mungu, yuko kweli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Twende tumalizie na Zaburi ya 138 mstari wa 3. Zaburi ya 38 mstari wa 3. Zaburi ya 138 mstari wa 3. Naomba nisome Helen kama umefika. Mstari wa 3. Ndio. Siku ile niliyokuita ulinitikia. Ukanifariji nafsi kwa kunitia nguvu. Iko kwa Mungu. Kwa hiyo wakati ukimwomba Mungu, naomba niponye moyo, yeye anatuma nguvu zake kuja kuponya moyo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema siku ile nilipokuita uliniitikia, nawe ukanifariji kwa kunitia nini? Nguvu. Kwa hiyo tunahitaji nguvu za Mungu kwa sababu kuna nini? Kuna nyakati gani? Helen, huyu alikuwa na shida gani hapa? Alikuwa na shida gani? Soma. Hapo hapo kwenye mstari wa 3. Siku ile niliyokuita. Hapo tena. Ulinitikia. Ukanifariji. Nafsi kwa kunitia nguvu. Mtu anayefarijiwa alikuwa kwenye hali gani hapo? Ndio yako au kumtafuta Mungu atume nguvu aje kuiondoa hiyo huzuni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nguvu za Mungu zinaondoa nini? Huzuni tunayokuwa nayo. Wapendwa, hatujaenda mbinguni bado. Tunakutana na mambo mengi yanayochosha mioyo. Tunakutana na mambo mengi kwenye maisha yetu. Kwa hiyo tunahitaji nguvu za Mungu ili zitushindie hata tunapokutana na yale yanayovunja moyo au yale yaliyo sababu ya huzuni pia. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama siwezi kuomba maneno 20 kwa wakati huu, lakini mwambie Bwana, niponye moyo huu. Na ghafla atatuma nguvu zake kuponya huo moyo. Bwana Yesu asifiwe. Ghafla kweli aliponya moyo wangu. Na akikuponya Mungu,
nakwambia huwa habakizi jeraha uweze kutrace kwamba hapa alipata ajali, panaonekana pana makovu. Anaponya, anaweka nyama mpya, new brand, anakupa moyo mpya na furaha na tumaini, na unaona kuendelea tena, Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Labda tu kwa ajili ya muda wangu umeenda. Jambo la tatu, simama katika nafasi ya huduma ambayo Mungu amekupa. Simama katika nafasi ya huduma. Unahitaji nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu, Mungu anaziachilia kwenye nafasi unaposimama. Ukiwa mzembe, Mungu haziachilii hizo nguvu zake. Kitabu cha Mika 3:8 utasoma pale. Kitabu cha Mika 3:8 pamoja na Matendo ya Mitume 1:8. Mika 3:8, Matendo ya Mitume 1:8. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 6 hadi wa 8. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 6 hadi wa 8. Unaposimama kwenye nafasi yako kama wewe mwimbaji, unaposimama kumwimbia Mungu, kuna upako unaosimama kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani Mungu akikuita au akikuweka kwenye nafasi, ile nafasi ina upako. Sijui kama tunaelewana. Ina nguvu za Mungu. Kwa hiyo ukiiacha ile nafasi, maana yake ni kana kwamba umevua sweta la nguvu za Mungu umeliacha pale. Usije ukaacha nafasi ambayo Mungu anakupa, kwa sababu hiyo ina neema ya Mungu. Sijui kama tunaelewana. Halo? Halo? Pia utasoma kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 14. Jambo la 4, ili kutembea na nguvu za Mungu, jaza neno la Mungu ndani ya moyo wako. Jaza neno la nani? La Mungu ndani ya moyo wako. Wakolosai 3:16. Wakolosai 3:16. Jaza neno la Mungu. Jaza neno la Mungu. Zaburi 119 mstari wa 11. Zaburi 119 mstari wa 11. Akasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisikutende dhambi. Nani anayeweka neno la Mungu ndani ya moyo? Ni wewe, sio Mungu. Unaweka kwa njia gani? Kwa njia ya kusoma na kutafakari. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mhubiri sura ya 8 mstari wa 4. Mhubiri sura ya 8 mstari wa 4. Mhubiri sura ya 8 mstari wa 4. Labda nisome, sidhani kama nishawahi kukutana nayo kusoma. Anasema, kwa kuwa neno la mfalme lina nguvu. Ule mstari wa A. Mungu anapoponya anatuma neno lake. Ili akutoe kwenye maangamizi anatuma neno lake. Kwa hiyo neno la mfalme lina nguvu. Wamwendea